endelea kuathiri sekta ya elimu nchini, hasa katika maeneo yanayokumbwa na majanga ya mara kwa mara. Na katika kaunti ya Tana River, mafuriko na ukame vimekuwa vikiviruga masomo na kuathiri utekelezaji wa mfumo wa CBC. Mwandishi wetu Abdulaziz Namika anaangazia jinsi hali hii inavyoathiri walimu, wanafunzi na wazazi. Vya Bandi na Gadeni, kaunti ya Tana River. Mafuriko yaliyolemaza shughuli za kawaida kama vile elimu kwa baadhi ya wanafunzi. Gutwa Barea, mmoja wa wazazi walioathirika na mafuriko, ameeleza kuwa hali hii imeathiri pakubwa utekelezaji wa mfumo wa CBC unaohitaji mwendelezo wa masomo na ushiriki wa karibu wa wanafunzi kila siku. Hali ya watoto kusema kweli, pande ya shule, pande ya masomo kidogo uko chini, si kama zamani. Zamani kulikuwa watoto hata kuishi pia wanaishi mahali vizuri, wanaishi nyumba mzuri, naona. Lakini saa hii wanaona watoto wanaishi kwenye darbala. Usiku mvua kinyesha, mvua inasumbua, wengine watoto hapati kulala vizuri. Asubuhi unasukumiwa kwenye shule, naona. Kwa hivyo iko tofauti maisha, si kama ya manzo. Wazazi wanasema kuwa wana wao hukosa shule mara kwa mara kutokana na hali hii ya mabadiliko tabia nchi, huku wakitoa wito kwa serikali pamoja na wadau wa elimu kusaidia kwa kuweka mikakati kama chakula shuleni na hakikisho la usafiri salama. Utaona PP1 na PP2 imechanganywa kwa sababu hakuna klasi. Wamepewa hawa CDF, UNICEF wameleta hiyo canvas. Sasa hii ukienda pale zimeraruka, hata watoto hawana, yani muda mwingi unarudishwa kwa sababu hakuna klasi ya fundisho. Tunaomba national government itusaidie sana elimu, education. It's very much important in our life. So watoto wamekuwa affected sana. Saa hii wamepata nyumba huko. Abdul Malik ambaye ni mwalimu mkuu wa shule ya msingi ya Imani amesema kuwa changamoto zinazosababishwa na mabadiliko tabia nchi zimeathiri pakubwa ratiba ya masomo, mahudhurio ya wanafunzi pamoja na miundombinu duni katika baadhi ya shule umechangia kuzorota kwa hali hii. The climatic change imeathiri sana masuala ya shuleni, haswa kwa wanafunzi na walimu. Jinsi tujuavyo, CBC ni mfumo wa elimu ambalo wanafunzi wanapaswa kutekeleza jambo mengi, ingine iko nje ya madarasa. Lakini kutokana na hali hii kwao inakuwa vigumu, kwa sababu mara napata kuna maji uwanjani. Kwa hivyo wanafunzi inakuwa ni vigumu sana kuweza kutekeleza mfumo huu wa elimu. Malik aidha amesisitiza umuhimu wa kuimarisha miundombinu za shule zinazokumbwa na athari ya mabadiliko ya tabia nchi ili kuhakikisha hakuna mwanafunzi anayeachwa nyuma. Hapa tuliko kwa saizi, serikali inajitahidi kututengenezea, lakini japo kuwa bado tuna upungufu. Kwa hivyo tunaomba yeyote mwenye msaada ambaye anaweza kuja kutusaidia ili kuweza kupata madarasa, haswa county government waweze kutusaidia kwa wanafunzi wa ECD ambao mpaka na waleo bado wanasoma chini ya mti. Kila mvua ikinyesha inabidi warudi zao nyumbani, kwa sababu hawezi kaa kwa maji na hatuna madarasa ya kuweza kuwahifadhi. Kwa upande wake, mkurugenzi wa tume ya kuajiri ya walimu TSC Sheikh Shali Sheikh amesema kuwa licha ya changamoto hizo, tume hiyo imechukua hatua kadhaa kuwasaidia walimu ili waweze kukabili mazingira magumu ya kazi. Aidha, kamishna wa kaunti ya Tana River Joseph Mwangi amesema serikali imeweka mikakati ya dharura ili kuhakikisha elimu haikwami wakati wa majanga. Hii ni pamoja na kuanzisha vituo vya muda vya kujifunzia na kuimarisha usalama wa wanafunzi. Na wakati hawa watoto wa kwenda shule wameadhirika, hiyo ni njia ya pili. Sasa tumesema lazima tutawahamisha, tuwapeleke shule ambazo ziko safe, na hakuna shida itakuwa yenye ya kuadmit. Yani ati mwalimu anasema sitachukua watoto ati sijui warudi
watarudi mahali wametoka. Tumesema hapana, mwalimu tukimpelekea hao watoto ambao wameathirika na mafuriko ya mto Tana, lazima wataadmitiwa hiyo shule na waendelee kusoma. Kwa hivyo tumesema hakutakuwa na disruption hata moja ya masomo. Abdul Aziz Nameka, TV47, Tana River.